Yes, karibu mwanahabari wangu katika akaunti yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea taarifa ambazo tumeweza kukusogezea siku hii ya leo kutoka kule nchini DRC na Rwanda, ambapo taarifa zaidi zinasema amani itakuja kwa makubaliano ya mabilioni ya dola. Mwishoni mwa wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikutana na viongozi wenzake Therese Kayikwamba wa DRC na Olivier Nduhungirehe wa Rwanda kutia saini tamko la maelewano na kupelekea makubaliano ya amani kati ya nchi hizo mbili. Taarifa zaidi zinasema kwamba Marekani inahimiza Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia makubaliano ya amani ambayo yataambatana mkataba wa uwekezaji wa mabilioni ya dola katika madini. Kwa mujibu wa mshauri mkuu wa Rais Donald Trump barani Afrika, shirika la habari la Reuters lilimnukuu Masadi Boulos akisema siku ya Alhamisi tutatia saini makubaliano ya amani. Makubaliano ya madini na DRC yatatiwa saini siku hiyo, na yale yanayofanana na hayo lakini yenye kiwango tofauti yatatiwa saini na Rwanda siku hiyo. Taarifa zaidi zimeweza kuthibitisha na kusema kwamba Marekani na Qatar kwa muda mrefu zimekuwa zikifanya juhudi kubwa za kuleta amani kati ya nchi hizo mbili kufuatia vita vya muda mrefu mashariki mwa Kongo, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambalo sasa lina miji mikubwa ya Goma na Bukavu inayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika mzozo huu, vikosi vya Rwanda vinashutumiwa kusaidia M23 wakati vikosi vya DRC vinashutumiwa kuwasaidia waasi wa FDLR wanaopigana na serikali ya Kigali. DRC na Rwanda zote zinakanusha hili. Ijumaa hii viongozi wa DRC na Rwanda wanatarajiwa kuwasilisha Washington tofauti maandishi ya awali ya makubaliano ya amani ambayo yanatarajiwa kutia saini ndani ya miezi miwili kulingana na shirika la habari la Reuters. Matunda ya mazungumzo hayo ya amani yanaonekana, kwani mapigano yamepungua kwa kiasi kikubwa katika wiki za hivi karibuni kati ya M23 na vikosi vya serikali na wazalendo katika maeneo mbalimbali ya majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Boulos anasema kuwa kabla ya hafla ya kutia saini katika ikulu ya White House Washington, inatarajia nchi hizo mbili kushughulikia masuala ya kila mmoja. Kwa mfano kwamba Rwanda inapaswa kutoa askari wake kutoka DRC na kuacha kuunga mkono waasi wa M23. Na kwa upande wake DRC inapaswa kuondoa wasiwasi wa Rwanda kuhusu FDLR. Kabla ya mkataba huo kutiwa saini, Boulos anasema kuwa Rwanda na DRC Congo kwanza zitatia saini makubaliano ya kiuchumi na Washington ambayo yanajumuisha makampuni ya Marekani na mataifa mengine ya magharibi kuwekeza mabilioni ya dola katika uchimbaji madini katika migodi ya DR Congo na miradi ya miundombinu kusaidia uchimbaji madini katika nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na usindikaji wa madini nchini Rwanda. Boulos anasema kuwa makampuni ya Marekani na magharibi yameiambia Washington kwamba yatawekeza mabilioni ya dola katika eneo hilo mara tu mikataba hii ya madini itakapotiwa saini. Mwanahabari, nikushukuru sana. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka kule nchini DRC Congo na taarifa kutoka nchini Rwanda, huku Marekani ikiingilia kati na kusema kwamba amani itakuja kwa makubaliano ya mabilioni ya dola. Niseme asante kwa ambao uliungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Niite Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niseme asante kwa yule ambaye tayari ameshasubscribe na kwa yule ambaye bado, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mwana familia. Nikukumbusha tu mwisho wa kipindi hiki mwanzo ndio mwanzo mwingine mzuri wa vipindi vingine vinavyoendelea katika channel yako ipenda. Kisha una subscribe, share, like na kucomment. Nikuage, nikuteke siku njema. Bye bye.